Samson alikuwa ni mtu mzuri. Mungu alimpaka mafuta. Roho Mtakatifu alikuwa juu ya Samson. Samson alikuwa na nguvu kwa viwango visivyo vya kawaida. Mungu alimtumia sana Samson. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabariki. Tazama kilichotokea kwa Samson. Naomba tuende taratibu. Nisomee Waamuzi ile sura ya 16 na mstari ule wa 4. Nini kilitokea kwa Samson? Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabariki. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaomba moyo wa toba. Amen. Kwa hiyo tunaona watu wa Mungu, dhambi haiwezi kumwacha mtu yoyote salama. Unaweza ukatenda dhambi leo, usione matokeo ya dhambi leo, na ukasahau kabisa, na matokeo unaweza ukaja ya dhambi, unaweza ukayapata hata baada ya mwaka, hata baada ya miaka miwili, hata baada ya miezi. Sasa unaweza ukaendelea kuifanya dhambi na hivyo, lakini usione matokeo kwa wakati huo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabariki. Kwa hiyo vyanzo vingi vya watu, matatizo mengi ya watu, vyanzo vyao ni dhambi. Aidha kuna mlango uliofungua wewe mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Na vitu viovu vikapata njia ya kuingia. Naomba nikupa katika mstari. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Dhambi ilipoingia kwenye bustani ya Edeni, laana ikaanza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu aliambiwa msifanye hichi wala kile. Utakapofanya hii utakufa. Bwana Yesu atusaidie. Lakini wakafanyaje? Baada ya hapo Mungu anakuja kaacha maneno yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Pia wewe nitakusitishia uchungu maradufu. Sasa angalia Samson. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mpaka wa mafuta wa Bwana mzuri. Mungu alimtumia kwa nguvu nyingi. Nini kilitokea kwa Samson? Mgeukia neighbor, mwambie kuna wapelelezi wanakupeleleza. Mwambie kuna watu wanatumwa kwako. Mwambie na kuna vitu vinakuja kwako. Mwambie kuwa navyo makini. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabariki. Mgeukia neighbor, mwambie unatafutwa. Mwambie una maadui na unatafutwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kuna namna walimtafuta Samson wakashindwa kumpata. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabariki. Lakini kuna namna wakampata. Usome Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 kuanzia mstari wa 4. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Mstari wa 5. Nao wakuu wa Filisti wakamwendea wakamwambia. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Samsoni akaenda Gaza. Akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Mstari wa 2. Watu wa Gaza wakamwambia ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji, wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema na tungoje mpaka mapambazuko, ndipo tutamuua. Mstari wa 3. Basi Samsoni akalala hata usiku wa 8. Akaondoka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji na miimo yake miwili, akiing'oa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani,
akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebron. Mstari wa 4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Mstari wa 5. Nao wakuu wa Filisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze. Wakamwendea Delila. Sema amina na utabarikiwa. Wakamwambia mbembeleze. Samsoni akampenda mwanamke mmoja. Bwana Yesu atusaidie sana. Akampenda mwanamke mmoja. Wapelelezi wakamwendea Delila. Wakamwambia mpeleleze. Mpeleleze nini? Angalia pale. Wakamwambia mbembeleze. Mbembeleze. Upate kujua asili ya nguvu zake nyingi. Upate kujua asili ya nguvu zake nyingi. Na jinsi tutakavyoweza kumshinda. Akishampeleleza wakajua asili ya nguvu zake nyingi. Alafu kinachofuata wajue jinsi ya kumshinda. Tupate kumfunga na kumtesa. Alafu baada ya kumshinda wamfunge, alafu wakishamfunga wamtese. Nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sema amina na ubarikiwe. Tazama maadui wa Samsoni wanatafuta njia ya kumuingiza Samsoni kwenye matatizo. Kuna maadui wanakutafuta njia ya kukuingiza kwenye matatizo. Mahusiano wako wewe na Mungu yasiwe mazuri. Bwana Yesu atusaidie. Na kuna vitu kavifanya ukaona ni kawaida kabisa, kumbe adui anakutafuta kukutoa kwenye uwepo wa Mungu. Anakutafuta kukutoa kwenye baraka za Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana.